Maudhui yetu ambayo kwamba tutaanza nayo ni maudhui ambayo kwamba yenye unwani ya hatari ya Wahabi kwa umoja wa Uislamu. Swali ulioniuliza ndugu yangu ni kwamba tupate kufahamu kwanza nini Wahabi. Taban kwa ufupi kabisa taarif ama definition ya Wahabi ambayo kwamba inaelezwa katika vitabu vya ulama, wasema ni kikundi ambacho kwamba kinachojinasibisha na madhhab ya al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ni kikundi ambacho kwamba chenye kujinasibisha na madhhab ya al-Imam Ahmad bin Hanbal, angaa wanamkhalifu al-Imam Ahmad katika baadhi ya masail. Na kikundi hicho hakiko katika mrengo mmoja, bali kina mirengo mingi. Na mirengo hiyo kila mrengo unakuwa una jina lake, lakini jina la asili ni Uwahabi. Lakini kwa sababu jina hili kupatikana kwake lilipatikana katika njia ambayo kwamba ni mbaya, ni njia ovu, kwa sababu jina hili lanasibishwa na Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab hatusemi kwamba ndiyo muasisi wa kikundi hiki, la. Muhammad ibn Abdul Wahhab ni muhuishaji wa kikundi hichi. Kikundi hiki kilikuwa kutoka zamani, lakini yeye alikuja akakihuisha kwa sababu kilikuwa kishakufa. Kwa hivyo wakawa watu kama hao wanasibishwa na mtu kama huyu Muhammad bin Abdul Wahhab, ndio maana yake wakaitwa al-Wahhabiyya, mawahabi. Kwa hiyo ni nisba ila Muhammad bin Abdul Wahhab, ni mategemezo ambayo kwamba inategemezwa kwa mhuishaji wa kikundi kama hichi ambaye kwamba anaitwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Lakini kwa sababu huyu Muhammad bin Abdul Wahhab njia ya kuhuisha hizi fikra zake na au hii madhhabi yake ilikuwa ni njia ya uwaji, ni njia ya unyang'anyi, ni njia ya uporaji, ni njia ambayo kwamba iligubikwa na umwagaji damu usiokuwa na kifani katika karne hizi za karibu. Kwa hivyo baada ya muda sasa watu kuanza kufahamishwa huu Wahabi na nini, ikawa jina hili sasa wanaanza kulikataa. Lakini huko siku za nyuma walikuwa wakijinasibisha na wakikubali kuitwa. Wakawa kwa sababu ya haya ambayo kwamba tulioeleza, wakawa hawalizaki jina hili, wakajibandika jina lingine ambalo kwamba toba nalo lilikuwako, ambalo kwamba ni as-salafia, kwamba wao wakasema sisi ni watu ambao kwamba tunafuata mwongozo wa wema waliotangulia, na kiuhalisia wako mbali kabisa na mwongozo wa wema waliotangulia. Wakajiita salafia, ni jina la pili. Kwa hiyo tumepata kana Wahabi, kuna salafia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du. Kuzama katika imani, tangulizi wangu wamezungumzia shurutu qabuli al-amal, masharti ya kukubaliwa matendo, na ametaja masharti mawili: kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada, kadhalika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa miongoni mwa matendo ambayo ni mema, ambayo ni ibada, ambayo inabidi tuyafanye kwa ajili ya Allah na tuyafanye katika misingi ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni ad-da'wa. Ad-da'wa maana yake ni kuwalingania watu, na ad-da'wa ni jambo ambalo limeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani. Allah anasema, man ahsanu mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hakuna mtu ambaye amefanya vyema zaidi kuliko yule ambaye amelingania kwa ajili ya Allah na akasema hakika mimi ni katika Waislamu. Walingania watu ni katika matendo bora na ni katika matendo matukufu. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi mashuhuri maarufu, anasema balighu anni walau aya, nifikishieni mimi walau aya moja.
katika masala ambayo yanajulikana kwa ulazima, mfano swala, mfano kufunga, kila mtu anajua. Kwa maadamu hili unalijua, basi wafikishie wasiojua, na hiyo inaitwa da'wa. Sasa da'wa hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imesimamiwa na watu mbalimbali, kuanzia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kwa matabi'in, kuja kwa tabi'in, maimam na wanazuoni baada yao, kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kina Ibn al-Qayyim, kina na wengineo katika maulama wengi. Na katika zama zetu hizi za karibu, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala aliyekuwa katika karne ya 12 mwishoni mwa utawala wa khalifa wa al-Uthmaniyya, Ottoman Empire. Mwishoni ndipo alipokuwa mwanachuoni mkubwa Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Hata huyu miongoni mwa kazi zake kubwa ni hii kazi ya kulingania watu, na da'wa yake ilipata mitihani ya maadui. Yani walitokea watu wenye kuikataa na wakatokea watu wenye kukubali. Sasa wale walioikataa walijaribu kulichafua, kwa sababu ni da'wa ambayo imesimama katika misingi ya Qur'ani na Sunna. Sasa wakatokea watu wa kuikataa da'wa hii. Walipoikataa, ili watu waione kwamba ni kitu ambacho kinafaa kukataliwa kweli, wakaiundia uongo na wakaitengenezea uadui uliokuwa mkubwa. Sasa miongoni mwa uadui waliofanya dhidi ya da'wa hii Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ni kwamba da'wa yake wakaiundia jina Wahabi, al-Wahabiyya. Sawa Islam, wakaiundia jina Wahabi. Huku sawa inajulikana sana, wanaotumia Mashia wanasema Wahabi, masufi watu wa madufu wanasema Wahabi. Sasa ukisikia mawahabi wanakusudia kwamba ni ule ulinganizi aliyofanya shekhe huyu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lakini lau angekuwa wanakusudia kuwanasibisha wafuasi wa huyu shekhe kwake, ingekuwa haina shida. Yani wanaosema mawahabi wanakusudia kwamba ni wale ambao wamekubali dawa ya Sheikh Muhammad, ingekuwa hakuna shida. Lakini wanaposema mawahabi hawakusudii tu wale waliojinasibisha kwa shekhe, badala yake wanakusudia kwamba shekhe ameanzisha mambo mapya, amekuja na misingi mipya. Miongoni mwa misingi yake kwa kujulisha watu, lakini dawa yake wao wanasema kwamba imetengenezwa katika misingi ya mauaji. Wanasema kwamba shekhe anadai kwamba Allah amekaa juu ya arshi, yani kama kiti. Kwamba shekhe anasema kwamba Allah amekalia juu ya arshi. Wanasema kwamba shekhe dawa yake inadai kwamba Allah ana mwili kama wanadamu. Kwa wakasema shekhe ni mujazim, amempa Allah mwili au amemsifia Allah kwa sifa ya mwili. Kasema kwamba Allah ni mushabih, kasema kwamba shekhe ni mushabih, kwamba amesema kwamba Allah anafanana na viumbe wake. Sasa haya ni maneno ambayo wanayatengeneza kwa ajili ya kuwafanya watu wachukie wale wanaoikubali dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ni makundi mingi, lakini yanarudi katika kiini cha al-Wahabiyya au as-Salafiyya au as-Salafiyya al-Wahabiyya, masalafi mawahabi. Kwa hivyo ukisikia mawahabi, ukisikia masalafi, ukisikia ansaru sunna, jina lingine pia hilo, ni hao ni jina hili moja, ni kundi hili moja, ni sura mbili
lakini shilingi ni hii moja. Huku kuna simba, sio huku kuna sura ya fulani, lakini shilingi ni hii moja. Na misingi ambayo kwamba makundi haya pamoja na kuwa ni mingi yamekatana pande, lakini kuna misingi miwili ambayo kwamba makundi haya yanakutana katika misingi hiyo. Msingi wa kwanza ni msingi wa at-tashbihu au at-tajsim. Nini tashbihi, nini tajsim? Tashbih na tajsim ni maneno mawili ya kiistilahi ambayo kwamba yanamaanisha kwa wanazuoni wa elimu ya tauhidi au aqida au itikadi ni kundi fulani ambalo kwamba linamfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake. Ndio maana ya tashbih. Tashbih inatokana katika neno shabbaha yushabbihu tashbihan, ni masdari ya neno shabbaha, amefananisha. Lakini kufananisha huku si kufananisha kwa kilugha kama tulivyosema, neno la kiistilahi. Na wanazuoni wa elimu hii, kundi hili wanaeleza kwamba ni kundi ambalo kwamba lenye kumfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake. Mujassima linatokana na neno jassama yujassimu tajsiman. Tajsim ni kukitengenezea kitu sura. Kwa hivyo watu hawa pia wanamtengenezea Mwenyezi Mungu sura. Huu ni msingi wa kwanza ambao kwamba makundi haya kwa kukatana mapande kwake na wingi wake wanakutana katika msingi huu. Na kabla hatujaendelea katika msingi wa pili, msingi huu toba ni msingi ambao kwamba wenye kukhalifiana na kutofautiana kabisa na msingi wa itikadi ya Waislamu. Sasa tunaposoma vitabu vya Sheikh, tunapowasoma wale waliokubali da'wa yake ambao ni masalafi tabaan na wasiokuwa masalafi katika mahizbi, wamekubali kwamba da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni suluhisho, wakawa wamekufuata na wakawa wamesoma na wakawa wamefanyia kazi. Sasa ndugu zangu katika imani, sisi tuna majibu mafupi dhidi ya wale ambao wanamtuhumu shekhe kwamba shekhe da'wa yake imesimama katika misingi ya kumfananiza Allah na viumbe wake, kwamba da'wa ya Sheikh Muhammad imesimama katika misingi ya kumsifia Allah kwamba ana mwili, kwamba Allah amekaa katika kiti katika arshi yake. Hawa mashia na masufi ambao wanaituhumu da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa sifa hizi, sisi tuna majibu. Ili Waislamu mkisikia maneno kama haya mitandaoni, kwenye msikiti huko, mjue kwamba huo ni uongo. Sheikh wala hakuwa hivyo. Risala maarufu inaitwa Risalatu ila ahli al-Qasim, aliandika kitabu hiki kwa ajili ya kwenda kwa watu wa eneo linaloitwa Qasim. Anasema bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ashhadu, asema ushhidu Allah, ninamshuhudisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa man hadarani min almalaika, na ninawashuhudisha waliohudhuria katika malaika. Tunapokuwa tunafanya mambo yetu, wanakuwepo malaika wanaoandika matendo yetu, anawashuhudisha katika kile ambacho anakiandika. Kisha akasema wa ushhidukum, na nitakushuhudisheni nyinyi, hii barua inakuja kwenu muwe mashahidi. Na washuhudishia nini? Anni a'taqidu ma'taqadathu firqatun najia, mimi Muhammad bin Abdul Wahhab naitakidi yale ambayo wameyaitakidi kundi lililookoka, lile kundi ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina ala alhaq, kwamba kuna kundi linaendelea katika umma wangu limenusuriwa katika haki. Ni kundi ambalo linasonga mbele, limeokoka. Anasema itikadi yangu mimi
ni itikadi ya hao masahaba na wale waliowafuata kwa wema. Kisha akawataja hilo kundi ambalo limeokoka, akasema ahlus sunnati wal jamaa. Hao nao wakusudia hao kundi ambalo limeokoka, ambalo itikadi yangu ni kama itikadi yao, ni ahlus sunnati wal jamaa. Itikadi zenyewe akasema minal imani billah, miongoni mwa itikadi zangu mimi ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kumwamini Allah kwamba Allah ni mmoja, kumwamini Allah kwamba Allah ndiye anayestahili kuabudiwa peke yake, kumwamini Allah kwamba Allah ndiye aliyeumba kila kitu, ndiye muendeshaji wa mambo yote, kumwamini Allah kwamba ana sifa zake tukufu zilizokamilika na majina yake yametakasika, hayana mfano. Na muamini Allah wa malaikatihi, na nawaamini malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, Qur'an, Taurat, Zaburi na Injili, na viamini vitabu vyake, wa rusuli, na nawaamini mitume wake wote ambao wametajwa wala ambao hakutajwa, wal ba'th ba'da al-maut, na naamini ufufuo baada ya kifo. Naamini kwamba tukifa sisi watu ipo siku tutafufuliwa. Wal iman bil qadari khairihi wa sharrihi, na naamini kwamba qadari, ninaamini kwamba Allah ndiye mpangaji wa mambo, ndiye mkadiriaji wa mambo. Nikiumwa mimi, Allah ndiye aliyenikadiria kuumwa. Nikila chakula, Allah ndiye alinipa chakula. Nikifa, Allah ndiye amepanga nife. Nikiishi, Allah ndiye amepanga niishi. Nikipata kheri, Allah ndiye amepanga nipate. Ninaamini hivyo. Kwa hizi itikadi ninazoziamini katika haya mambo ndizo itikadi ambazo wameamini kundi ambalo limeokoka likiongozwa na masahaba. Wa minal imani billahi, akasema na miongoni mwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anawajibu sasa wale wanaomtuhumu shekhe kwamba yeye anamfananiza Allah na viumbe wake, kwamba shekhe amesema kwamba Allah ana mwili, kwamba shekhe amesema kwamba Allah amekaa juu ya kiti, juu ya arshi. Wale ambao wanasema hivyo kumsingizia yeye, anawajibu, anasema hivi: miongoni mwa kumwamini Allah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Miongoni mwa kumwamini Allah ni kuamini yote ambayo Allah amejisifia nayo kwenye kitabu chake kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kila kitu ambacho Allah amejisifu nacho kwenye kitabu, na mimi ninakiamini kwamba ni kweli Allah amejisifia nacho. Allah amejisifia kwamba ana nguvu, na mimi ninaamini. Allah amejisifia kwamba yeye ana uwezo wa kuruzuku watu wote na viumbe vyake vyote, mimi ninaamini. Allah amesema ya kwamba usiku anateremka katika mbingu hii kila siku, usiku wa manane anateremka, na mimi ninaamini hivyo, wala sipindishi. Min ghairi tahrif wala ta'til, ninaamini hivi pasina ya kupindisha wala kupinga. Yani Allah akisema kwamba yeye ana sifa fulani, mimi siipindishi sifa hiyo na wala siipingi sifa hiyo, naamini kwamba ni kweli. Min ghairi tahrif wala ta'til, bal a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un. Akasema bali mimi Muhammad bin Abdul Wahhab naitakidi kwamba anna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala utakatifu ni wake na yeye yuko juu. Laysa kamithlihi shay'un, hafanani na kitu chochote, hana mfano wa kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, lakini anasikia na anaona. Anasikiaje? Hatujui. Anaonaje? Hatujui. Lakini Allah anasikia, Allah anaona, ninaamini hivyo. Na yeye Allah ndivyo alivyosema mwenyewe kwamba anasikia na anaona. Kisha akasema
fala unfi anhu ma wasafa bihi nafsuhu, mimi sipingi kile ambacho Allah amejisifu nacho, wala uharifu kalima an mawadhihi, na wala sipindishi maneno kuyatoa sehemu yake. Yani sipindishi kwamba Allah amesema hivi na mimi nikapindisha maneno yake. Hapana, aliposema ndivyo ninavyosema. Wala ulhi fi asma'ihi wa ayatihi, na mimi sipingi katika majina yake, yani sipindishi katika majina yake na sifa zake na aya zake. Allah akisema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina, walillahi asmaul husna, na ni yake Allah majina mazuri, mimi nakubali, sipingi. Na aya zake ambazo Allah amezileta katika Qur'ani sipingi hata moja, zote ninazikubali. Wala ukayif, na wala mimi sileti namna kwamba Allah yuko namna hii. Allah anasema ana mkono, sisemi mkono wake uko hivi. Hapana, mimi ninasema Allah ana mkono, lakini sijui ukoje, kwa sababu yeye Allah amesema ana mkono na hajatuambia ukoje. Kwa mimi siutafuti namna, na uacha hivyo hivyo. Allah ana mkono ukoje sijui, na hii ndivyo inavyotakikana kuwa. Wala umathilu sifatahu ta'ala bi sifati khalqihi, na wala sifananishi sifa zake Allah na sifa za viumbe wake. Wale wanaosema kwamba mimi ninadai kwamba Allah ana mwili kama sisi, uongo. Wale wanaosema kwamba mimi ninasema Allah amekaa kwenye arshi yake, uongo. Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, Allah amestawi juu ya arshi yake. Istiwai yatajwa hapa maana yake ni ala wa irtafa, kwamba Allah baada ya arshi yuko yeye, lakini Allah hakukaa katika arshi kama wanavyokaa watu. Hapana, Allah hajakaa. Maneno yake shekhe ni mengi sana, lakini kwa maneno haya ambayo ameyataja katika risala yake alipokuwa anawaandikia watu wa Qasim, yanaonyesha wazi na yanapinga moja kwa moja, kuwapinga wale wanaodai kwamba shekhe da'wa yake inafundisha watu waseme kwamba Allah amekaa kwenye arshi, kwamba shekhe anafundisha watu kwamba Allah ana mwili. Hapana, Allah hana mwili. Wale wanasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, wanaodai kwamba shekhe anasema kwamba sifa za Allah zinafanana na sifa za viumbe, waongo. Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa zake, walahu al-mathalu al-a'la, Allah ana sifa za juu kabisa. Zikoje? Wallahu a'lam. Lakini Allah ana sifa za juu, sifa takatifu, lakini haziwezi kufanana na sifa zetu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mtoaji, lakini utoaji wa Allah sio kama wetu. Leo hii wewe Muislamu, mtu akifuata mara ya kwanza unampa 10,000, mara ya pili utampa 10,000, mara ya tatu utampa 5,000, mara ya 4 utampa 2,000, mara ya 5 ukimuona anatokezea hivi unapita hivi. Kwa sababu gani? Umechoka ile kuomba umechoka, lakini Allah achoka. Allah anataka aombe mpaka Allah akasema innal ladina yastakbiruna an ibadati, na wale ambao wanafanya kiburi kwenye ibada ya kuniomba, sayadkhuluna jahannama dakhilin, wataingia motoni, watakaa milele. Yani wewe usipomuomba Allah anakutia motoni, usipomuomba. Ukimuomba unafurahi, anafurahi kabisa. Ma katika ile aya فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. wakikuuliza kuhusu mimi Allah, waambie nipo karibu, ninajibu maombi ya mwenye kuomba atakaponiomba haraka. Kwa hiyo ni miongoni mwa uchafu ambao masufi na mashia wanampandikizia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, na yeye yuko mbali katakatika na uchafu. Lakini miongoni mwa mambo ambayo wanamsingizia shekhe ni kwamba shekhe anawakufurisha watu. Na hapa kuna kisa ambacho kinamhusu shekhe mmoja wa Kihindi anaitwa As-Sahtawani.
As-Sahtawani na shekhe mmoja wa kisufi huyu ni Msaudia anaitwa Dahlani. As-Sahtawani muhindi huyu alikuwa akisoma vitabu vya Dahlani. Dahlani huyu alikuwa akimtuhumu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwamba anakufurisha watu, da'wa yake ni ya kumtukana mtume, da'wa yake ni kukataa mawali, da'wa yake yani anamchafua. Kwa hiyo huyu muhindi akawa anasoma sana vitabu vya Dahlani. Siku moja kuna Msaudia mmoja akaenda India kuchukua hadithi katika hiyo markazi ya huyu bwana As-Sahtawani, sababu alikuwa kuna hadithi walikuwa wanasoma hadithi sana. Alipoenda huyu shekhe, miongoni mwa utaratibu wake kila siku alikuwa akisomesha swala katika swala ya dhuhuri, darasa baada ya swala ya dhuhuri. Akija kuanza darasa yake alikuwa anamlaani shekhe, anamtia laana, ndio darasa inaendelea. Hata huyu Msaudia akashangaa, hivi Sheikh Muhammad ndio huyu ambaye namjua mimi? Akachukua kitabu Tauhid akachana magamba yake. Alipoachana magamba akatoa ile anayoonyesha kwamba ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, akampa yule Sheikh As-Sahtawani, bwana soma kitabu hiki, mimi ni mwanafunzi, kama kina kheri utanifaidisha. Muhindi yule, wanachuoni wale bwana walikuwa wanapenda elimu, wakipata vitabu wanakaa wanatuliza akiwa wanasoma. Akakisoma mwanzo mwisho. Kesho yake akarudi na mwambia kitabu nafisi jidda, kitabu kina faida sana, ni kitabu cha nani huyu? Kama hicho ni kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kweli kuna akafunga safari akaenda mpaka kule, alafu akaandika kitabu hicho nimekisahau jina kidogo, lakini aliandika kitabu cha kumjibu huyu bwana Dahlani. Kinaitwa Siyanatul Insani an Waswasati Dahlani, kitabu ambacho kinalenga kumkinga mtu kutokana na wasiwasi za Dahlani. Hata katika kitabu hicho anasema anna shaykha wa atba'ahu lam yukaffiru ahadan min almuslimina, hakika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na wafuasi wake hawakuwahi kumkufurisha yote katika Waislamu, walam ya'taqidu annahum humul muslimuna wa anna man khalafahum hum mushrikuna. Na Sheikh Muhammad na wafuasi wake hawaitakidi kwamba wao ndio Waislamu peke yao, wala hawaitakidi kwamba wale wenye kuwakhalifu ni washirikina. Walam yastabihu qatla ahli sunnati wa sabya nisaihim, na wala hawakuhalalisha kuwaua ahli sunna, na wala hawakuhalalisha kuwateka wake zao, kwa sababu hawa mashia na masufi wanasema kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dawa yake na wafuasi wake inahalalisha kuwaua Waislamu, inahalalisha damu zao, na kila asiyekubali uwahabi kafiri. Ndipo wanavyosema kwamba dawa ya uwahabi iko hivyo. Lakini huyu Sheikh alipokisoma kitabu cha Sheikh akaanza kuwapinga masufi wenzake, akasema walaqad laqitu ghayra wahidin min ahli al-ilmi min atba'i Sheikh, hakika mimi nimekutana na watu wengi zaidi ya mmoja miongoni mwa wafuasi wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, tena wanachuoni, watala'tu kathiran min kutubihim, na nimesoma vitabu vyao vingi. Fama wajadtu li hadhihi al-umur aslan wa athara, lakini sijawahi kukuta haya madai yanayodaiwa nayo Sheikh, sijawahi kukuta asili yoyote wala athari yoyote, bal kullu hadha buhtanun wa iftira, bali haya yote ni uzushi. Anasingiziwa Sheikh, anasingiziwa Allah. Kwa hiyo da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab imetakasika. Ama Sheikh mwenyewe anasema hivi, wa amma alqawlu bi anna nukaffiru bil umum fadhalika min buhtan al a'da alladhina yasudduna bihi an hadha ad-din. Ama watu wanaposema kwamba sisi, yani mimi Muhammad na wafuasi wangu, tunawakufurisha Waislamu wote tena kwa ujumla, fadhalika min buhtan al a'da
hilo ni katika uzushi wa maadui alladhina ambao yasudduna bihi an hadha ad-din, ambao wanazuia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaqulu, na tunasema mimi Muhammad na wafuasi wangu, subhanaka, utakatifu ni wako Allah, hadha buhtanun adhim, huu ni uzushi mkubwa tumezushiwa. Muhammad bin Abdul Wahhab hakufurishi mtu. Muhammad bin Abdul Wahhab asemi kwamba asiyekuwa salaf kwamba ni kafiri, hapana. Yeye anasema ya kwamba yule mwenye sifa ambazo ni za kikafiri, baada ya kubainishiwa na kuelekezwa, asipoelekea anakuwa kafiri. Yani mfano wewe Muislamu, wewe hapa unaishi na Muislamu wenzako mtaani, unamuona akiomba dua, baada ya dua anafanya hivi: kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amina. Ni Muislamu wenzako huyo, unamlingania, bwana usifanye hivyo, kila siku anafanya. Mara ameenda mpaka kanisani, anaingia kanisani, anamaliza, anarudi. Wewe bwana Muislamu, lakini mimi sina swali. Ndio una swali, kanisa unaenda kufanya nini? Unajua hivi na hivi, unajua Yesu. Huyu ana hivi, wewe utaendelea kumwamini kama Muislamu mtu? Amefikia hatua amevaa na msalaba. Hata wao masufi, mtu akiwa hivyo wanamkufurisha. Hata shekhe alikuwa akisema kwamba fulani kafiri, alikuwa anahakikisha mtu huyu ana zile sifa za kuwa kafiri, lakini ubainifu mwingi ushafuata, ashambainishia mambo mengi. Lakini kusema kwamba wasiokuwa mawahabi, wasiokuwa wafuasi wangu wote makafiri, ni uongo, kasingizio. Da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni da'wa tukufu, ni da'wa takatifu, ni da'wa iliyotakatika na kuwakufurisha Uislamu, ni da'wa iliyotakatika na mauaji, ni da'wa ambayo ni nyeupe kabisa, njia yake ni safi, iko safi kabisa. Na wale ambao wanamsingizia shekhe na wanawasingizia masalafi ambao wanajinasibisha na da'wa yake, hawa ni wazushi waliokuwa wawazi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.